Media TZ, usisahau kusubscribe. Taarifa ya kujiuzulu kwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi imeibua sintofahamu na maswali mengi. Kwa kweli maswali haya si kwa sababu umma haukutarajia, imekuwepo minong'ono mingi kumhusu na hata uhusiano wake na Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo maswali haya kwa sehemu kubwa ni kuhusu sababu hasa ya kujiuzulu na namna alivyojiuzulu. Angalau kwa sasa mamlaka rasmi zimethibitisha kwamba taarifa hizi ni za kweli na kwamba Rais Samia mwenyewe ameridhia takwa la jiuzulu kwa Nchimbi. Lakini bado kuna maswali kadhaa ambayo hayana majibu hadi hivi sasa. Kwa mfano, kwa nini taarifa ya awali kabisa ya kujiuzulu kwa Nchimbi haikutoka kwa Rais Samia mwenyewe? Kweli, nyakati zingine kiongozi husika mwenyewe anaweza kutoka na kutoa taarifa, lakini mara nyingi hiyo humaanisha pia kwamba mazingira ya kujiuzulu hayakuwa ya kawaida na pengine yalihusu kuharibika kabisa kwa kiwango cha juu cha uhusiano. Ndio kusema ndivyo ilivyo kwa Nchimbi. Tangazo hili linakuja kupitia mtandao wa kijamii ambao si tu kwamba si nyenzo au jukwaa rasmi la kutangaza uamuzi nyeti kama huo. Mara ya mwisho kwa akaunti hiyo kutumika ilikuwa mwaka 2023, ikiibua maswali mengi juu ya uhalali na uhakika wa akaunti hiyo. Kwa nini Nchimbi hakutumia njia na majukwaa rasmi kutangaza uamuzi wake? Lakini sehemu ya maudhui ya barua ya kujiuzulu pia inaibua maswali mengi. Katika aya ya pili ya barua yake, Nchimbi anasema mnamo tarehe 27 Agosti 2025 alimhakikishia Rais Samia kwamba siku akiona anahitaji makamu wa rais mwingine ataachia nafasi hiyo. Nitanukuu, nimejiridhisha pasipo shaka kuwa Mheshimiwa Rais anatamani mabadiliko, hivyo nimeamua kutimiza ahadi yangu, mwisho wa kunukuu. Sasa ndio kusema Nchimbi aliona dalili kwamba asingeweza kufika hadi mwisho wa muhula wa Rais Samia. Hii ilionekana lini? Kama ni mwanzo kabisa wa safari yao, kwa nini bado alipewa kuwa makamu wa rais? Ni ishara gani mpya aliyoipata hivi sasa Nchimbi iliyomhakikishia kwamba Rais Samia anataka mabadiliko? Na ni mabadiliko gani haya? Barua hiyo inaonekana kuandikwa na kusainiwa tarehe 25 Agosti 2026, lakini Nchimbi anasema tarehe rasmi ya kujiuzuru kwake ni tarehe 4 Septemba. Kwa nini hakujiuzuru tarehe hiyo hiyo 25? Au kwa nini hakusubiri aandike na kusambaza barua yake tarehe 4 Septemba? Unachofahamu ni kwamba kati ya Jumatatu ya wiki hii hadi tarehe 4 Septemba kuna msururu wa vikao vya chama na hata bunge pia ambavyo vingeweza kuamua hatima ya Nchimbi. Ndio kusema Nchimbi amefanya hivi ili aondoke kwa namna anayoitaka yeye na si kufukuzwa. Mjadala mkubwa zaidi juu ya mpasuko huu uliibuka pale Nchimbi alipotoa wito kwa wananchi kusimama kidete na kudai katiba mpya. Una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Wengi mitandaoni wanaamini hilo ndilo lilomponza Nchimbi. Na kama ni kweli, je, ndio kusema katiba mpya imekuwa mwiba kiasi hicho? Na itapatikana kweli katika mazingira haya? Natamani ningekuja na majibu ya maswali hata moja tu, lakini kama nilivyosema, inawezekana tusipate kabisa majibu ya swali lolote kati ya haya tunayojiuliza. Media TZ, usisahau kusubscribe.